Tusalie pwani ambapo waumini wa dini ya Kiislamu nchini na hata duniani kote wameingia katika kipindi cha mwisho cha ibada ya hija, huku maandalizi ya sikukuu ya Eid al-Adha yakiendelea kwa kasi. Hata hivyo, ongezeko kubwa la bei ya mifugo hasa mbuzi, mnyama muhimu wa kafara katika siku hiyo, imeleta changamoto kwa familia nyingi. Mwanahabari wetu wa Pwani Fatma Bugu na uketu wa taarifa hiyo. Jijini Mombasa, mbuzi wamegeuka dhahabu kutokana na kupanda kwa bei kutoka kati ya shilingi 3,000 hadi 8,000 mwaka jana. Sasa wanauza zaidi ya shilingi 10,000 hadi 28,000 mwaka huu. Wauzaji wanasema uhusiano na nchi jirani na usafirishaji umechangia ongezeko hilo. Kwa tukilipa shilingi 10 kwa kila mbuzi tukiingiza Mombasa, sasa hivi tulipa 100 kila mbuzi tukiingiza Mombasa. Na pia season kama hii wanunuzi wote they go buy at the same time, so demand ina rise. Zetu wakija safari wajipange zaidi kwamba kulingana na mambo ya bei, kwa sababu kidogo, na pia tunaomba serikali yetu ifanye bidii upande wa uchumi kidogo. Kwa upande wao, wanunuzi wanalalamikia kupanda kwa gharama, wakisema inavuruga bajeti zao za sikukuu. Tusaini panda shuka. Yule alikuwa kinunua mbuzi 10 ampunguza, sasa achukua mbuzi 5. Alikuwa kichukua mbuzi 100, sasa achukua 50 kulingana na uwezo wake. Kadri sikukuu ya Eid al-Adha inavyokaribia, waumini wa Kiislamu nchini wamehimizwa kuzingatia masharti ya kisheria katika kuchinja na kugawa nyama ya kafara ili ibada hiyo iwe ya thawabu kamili. Pasa kuchinjwa ni awe ashafikisha mwaka mmoja, kisha awe ni kamili, hana ila, pembe kamili, masikio kamili, hana kilema chochote. Kila mwaka katika mwezi wa Dhulhijja, maana yake ni sikukuu ya kutoa kafara au kuchinja kwa Kiarabu, na hutumiwa kukumbuka wakati Nabii Ibrahim alipotaka kumtoa kafara mwanawe alipoamrishwa na Allah. Mbuzi inatakiwa igawanywe sehemu 3. Sehemu moja unaweka kwako nyumbani, sehemu ya pili unapeana kwa maskini, sehemu ya 3 unaweza kupeana kwa majirani na marafiki. Licha ya gharama ya maisha kupanda na kuathiri uwezo wa baadhi ya waumini kununua mifugo kwa ajili ya kafara, shamra za Eid al-Adha bado zinaendelea. Viongozi wa dini wanahimiza waumini kutanguliza kiini cha sikukuu, ibada, sadaka na mshikamano wa kijamii. Kwa sasa, maelfu ya waumini nchini wanafunga siku 9 za Dhulhijja, hasa siku ya Arafa ambayo hufanyika siku moja kabla ya Eid. Siku hiyo ni ya toba, dua na ibada, huku funga yake ikiaminika kufuta dhambi ya mwaka uliopita na ule unaokuja. Tuombe pia wale ambao walokwenda Hajj, Mwenyezi Mungu wafanyie wepesi katika ibada zao. Kwa mujibu wa Kadhi Mkuu Abdul Halim Hussein, sikukuu ya Eid al-Adha itakuwa tarehe 6 Juni wiki ijayo. Tuwaomba Waislamu waungane, iwe Eid moja, isiyo mbili, kwambie isiyo Eid mbili, iwe Eid moja. Fatma Bugu, NTV, kutoka County